tumeona tumsaidie tena mtoto huyu mdogo aanze shule. Anakosoma, anasoma chekechea za kawaida, na tutamsomesha mpaka atakapomaliza elimu yake ili kuwaenzi hawa wazazi. Tulikuwa tujupa kwenda, tunaamka asubuhi, tunaonana, tunalia, turudi ndani. Lakini Mwenyezi Mungu baada kufanya sala na ile ibada ya Jumamosi na Jumapili, tukapata jibu kwamba mtoto anaonekana. Tumeridhika kwa hilo na tunampa Mungu sifa na utukufu wake. Angalau kwa hatua hii ya kupata masalia ya mwili wa mtoto huyu, wote tunaonekana kama ni watu ambao tumepoteza, lakini tunamshukuru Mungu kwamba tumepata alama ambayo inafanya leo tunaweza kuzika tu kama Wakristo, na misa imefanyika tukimwombea Mungu ampokee kwake mbinguni. Mtazamaji, jina langu naitwa Alphonse Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Hapa ni katika mtaa wa Kikwarubi, kata Lemara. Vilio na simanzi vimetawala katika safari ya mwisho ya kupumzisha mwili wa mtoto huyu Adriana Jimmy Kinabo, ambaye alifariki dunia kutokana na yeye kusombwa na maji siku ya Jumapili ya tarehe 4 ya wiki iliyopita. Mwili wake ulipatikana siku ya juzi usiku katika maeneo ya huko Nduruma. Lakini leo kilichozikwa ni fuvu la kichwa pamoja na nguo ya Adriana, ambapo wakati alisombwa na maji hayo alikutana na fisi. Fisi huyo akamtafuna na kumbakiza fuvu la kichwa ambalo ndio leo limepumzishwa kama kiwakilishi tu cha mwili wake. Misa takatifu ambayo imesomwa nyumbani hapa imewakilishwa na viongozi wa dini, lakini vile vile viongozi wa serikali walikuwepo katika kumwaga Adriana. Viongozi waliozungumza wameomba wananchi kutoamini imani za kishirikina juu ya jambo hili, bali wamwachie Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mungu aliyemleta Adriana hapa duniani ndio huyo ambaye amemchukua, na wakasisitiza zaidi kwa sasa wasitafute kosa lipi ambalo lilitokea, kwa sababu siku hiyo ya tukio Adriana alikuwa anatoka kwa babu yake pamoja na baba yake mzazi, akiwa amembeba kwenye pikipiki. Wakati wanavuka kwenye maji, mtoto huyo ndio akasombwa na maji. Kwa hiyo minong'ono imekuwa ni mingi. Sasa viongozi wa dini pamoja na viongozi wa serikali wamesisitiza asiwepo mtu yeyote wa kulaumiwa juu ya hili, bali wamwachie Mungu, kwa sababu ni kazi yake. Mtoto wetu Adriana alikuwa anasoma shule ya Renea iliyoko kata ya Lemara. Alijiunga na shule hiyo Januari, mwezi wa tarehe 7 Januari mwaka huu. Siku ya tarehe 4 mwezi wa 5 2025, majira ya saa 3 usiku, alipokuwa njiani kutoka kwa babu yake mpendwa akiwa na baba yake mzazi, walikuwa wanatumia chombo cha usafiri wa pikipiki kuelekea nyumbani. Basi walipofika maeneo ya pale Passionisti, wote tunafahamu ile junction kwa wale wenyeji, ndipo chombo kile kiliweza kuteleza. Palikuwepo na mvua inanyesha na maji yalikuwa ni mengi, ndipo mauti ulipomkuta mtoto wetu. Ni babu wa mtoto huyu ambaye ndiye alitokea pale kwake akaja kupata ili janga. Sisi tunajisikia kwamba ni wanayosefu wote tumepatwa na msiba. Tumejaribu kushiriki katika kumtafuta mtoto kwa siku 6 bila kufanikiwa, lakini tunamshukuru sana baba paroko Father Kashe ambaye Jumamosi alifanya misa pale nyumbani kwa babu kumuomba Mungu aonyeshe kama mtoto yuko hai au hata akiwa amekufa, tupate hata alama tuweze kutoka kwenye majonzi yale tulikuwa nayo, tumzike kama alama kwamba tumekuwa na msiba, kwa sababu tulikuwa tumekaa na sintofahamu ambayo tulifika mahali watu wakawa wanakosa hata imani waseme nini. Kwa hiyo napenda kuchukua nafasi hii kumshukuru Mungu
angalau kwa hatua hii ya kupata masalia ya mwili wa mtoto huyu. Wote tunaonekana kama ni watu ambao tumepoteza, lakini tunamshukuru Mungu kwamba tumepata alama ambayo inafanya leo tunaweza kuzika tu kama Wakristo, na misa imefanyika tukimwombea Mungu ampokee kwake mbinguni. Kazi walioifanya ilikuwa tukienda kumtafuta huyu mtoto, watu walikuwa wapungui 80, 100. Watu walienda mbali sana. Lakini kila jioni wakirudi, hakuna anayepewa shilingi 1000, hakuna anayepewa shilingi 2000. Watu wa Lemara walijitolea sana kwenye jambo hili. Lakini baba paroko, kila kizazi kina namna ambavyo inatembea. Ilifika mahali watu wamechoka, na wakichoka wanataka chochote. Ilifika watu wanasema turudi kwa babu tukamuulize. Hii haiwezekani. Lakini watu wanatujibu, tumeongea na babu, tumeongea na mzee Bruno, anasema sisi tulishaondoka kwenye hayo mambo, sisi tuko na Mungu. Kwa hiyo nishukuru sana familia ya mzee Bruno, na nimesema haya kwa sababu kama ulivyotangulia kwenye mahubiri yako utangulizi, ulisema kwenye mambo kama haya hayakosi mambo. Hayo mambo hayapo. Kila jambo lina sababu kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo niwashukuru sana wananchi wa Lemara, lakini nishukuru familia hii pia kwa utulivu. Imekuwa na utulivu mkubwa na tumeona imani yenu kwa Mungu. Sisi tuseme kama alivyosema baba paroko, kuna mambo hayahitaji Roho Mtakatifu. Na kwenye Biblia hii ambayo hata na mimi naisoma, imeandikwa kila kitu kwa kiasi. Na kuna jambo linaitwa kiasi. Hata kama ni chai kiasi, kama ni chakula kiasi, na hata wa vijana au jamani kiasi, ili tusilete mambo mengine ambayo hayahitaji wala Roho Mtakatifu. Mungu awabariki. Tu kwenye hizi karavat wakifukua na kuweza kusema mtoto wetu atakuwa wapi. Daima uwezi ukaona haya mambo yamepita hivi. Mungu atakulipa kwa wakati wake. Usione kwamba ulipoteza siku zako, hapana. Mwenyezi Mungu atakulipa. Mungu ni mwema. Na kila wakati tunawapa pole nyingi sana baba na mama wa Adriana, kwa sababu unaona ni kwa namna gani walimlea mtoto wao kwa upendo. Mtoto wao kwa hali ya kumjua Mungu na hali ya kupata elimu. Hivyo tunaendelea kuwaombea muwe na moyo mkuu katika kuyapokea haya. Na pia mzee wetu, mzee Bruno Kinabo, tunaendelea kuombea uendelee ubaki imara. Haya yote tupate kuyapokea kwa imani kuu. Mungu ni mwema. Nilisema huu ni mpango wa nani? Huu ni mpango wa nani? Huu ni mpango wa Mungu. Watu msianze kuja kwa shauri wazazi maneno mengine ambayo hayapo. Kitu pekee ambacho mnaweza kuwashauri hawa wazazi, waje kanisani waombe nia ya misa kwa ajili ya Adriana. Lakini mengine yote hayo mambo hayapo. Huu ni mpango wa Mungu. Mungu ni mwema. Basi tusimame kwa ajili ya maombi ya mwisho na kumpatia buriani. Natimiza kazi ya kuzika mwili wa mtoto wetu Adriana ilivyo desturi ya waamini. Tunaomba kwa matumaini Mungu aufufue mwili wa mtoto huyu siku ya mwisho. Mtoto huyu alizaliwa upya kwa ubatizo. Tunasadiki kwamba amekwisha ingia katika makao ya baba yake wa mbinguni. Nasi kwa tumaini thabiti la uzima huo tumuombe Mungu awafariji wazazi wake na jamaa zake, atufanye sote tutamani mambo ya mbinguni. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Mungu awe faraja kwa familia. Maisha ya mtu yako kwenye mikono ya Bwana, na njia za kuondoka kutoka maisha haya kwenda aliko Baba Mwenyezi ni nyingi. Mojawapo ni hii aliyoipitia mtoto huyu Adriana. Tumaini letu liwe kwa Kristo ambaye maisha yetu yanatunzwa naye Mungu mwenyewe. Awe faraja kwenu, na sisi tujiweke tayari kwa saa ile ambayo atapenda Mungu atakapokuja kutuchukua, atukute tuko tayari twende mbinguni tukafurahi pamoja na yeye milele. Tunajua mtoto huyu amepumzika, hajapotea, yuko mikononi mwa Baba mwenye pendo la milele. Na wewe yaweke maisha yako kwa Bwana, saa ikifika ukafurahi na Bwana milele, maana yako maisha mengine baada ya haya.
Bwana Yesu asifiwe. Mimi kwa niaba ya familia hii ya mdogo wangu Jimmy Bruno Kinabo nimesimama hapa kuwashukuru sana kwa mambo mema mliotufanyia tangu ile tarehe 4 tulipotoa mtoto wetu mpaka siku ya leo. Lakini pia Mheshimiwa Padri, niwashukuru sana uongozi wa kata ya Lemara. Wameonyesha ushupavu mkubwa na ujasiri mkubwa katika zoezi hili. Na Mungu naomba sana wananchi hawa awabariki na waongezee pale walipopoteza. Na familia zao azilinde kwa damu yake. Mmefanya jambo kubwa sana kwetu sisi Faraja. Nimetuachia deni. Sikuamini niliona wao tunafanya zoezi kumtafuta mtoto wetu huyu. Lakini tuachie Mungu sifa na utukufu. Pia nimshukuru sana Mwenyezi Mungu na niwaombe tu wananchi wote jamani, waombe sana. Sala na ibada ni majibu. Jumamosi na Jumapili tulifunga sala kwa ajili ya mtoto huyu. Jumatatu tukapata majibu. Tulikuwa tujuba kwenda. Tunaamka asubuhi tunaonana, tunalia, turudi ndani. Lakini Mwenyezi Mungu baada kufanya sala na ile ibada ya Jumamosi na Jumapili tukapata jibu kwamba mtoto ameonekana. Tumeridhika kwa hilo na tunampa Mungu sifa na utukufu wake. Basi naomba ndugu zangu, haya yameshafanyika na yameshapita. Sisi leo tutavunja tanga letu leo. Ilikuwa zito sana kwa sababu ya hali halisi ya mtoto wetu Adriana. Adriana katika shule ya Renea alianzia katika branch yetu ya Kikokwaro, lakini kitu ambacho cha ajabu sana cha tofauti, wazazi wake ni wazazi wa kawaida sana kwenye kipato, lakini walijitahidi kulipa ada kwa uaminifu. Kwa maana hiyo sisi kama shule tumeona tutawaenzije wazazi hawa kwa kidonda hiki kikubwa. Tumeona tumsaidie tena mtoto huyu mdogo aanze shule anakosoma, anasoma chekechea za kawaida, na tutamsomesha mpaka atakapomaliza elimu yake ili kuwaenzi hawa wazazi. Kwa hiyo tunawapa pole sana, na sisi kama shule tutaendelea kuwa faraja kwenye familia hii. Imetuma sana, lakini kikubwa leo tunamshukuru Mungu kufanya hii misa takatifu kwa ajili ya kumzika mtoto wetu. Mungu azidi kuatia nguvu na Mungu awabariki.